Neno la Mungu linasema kwamba zipo karama mbalimbali ambazo Mungu ametupa sisi, na unaweza ukatumia damu ya Yesu. Ukachukua maji yako tu, ukachukua maji yako ukayaombea, ukayabadilisha kuwa damu ya Yesu. Ukishayabadilisha maji tu hivi, maji ya bomba, unayatakasa, unasema Baba, katika jina la Yesu nayaombea haya maji, kwa nayabadilisha yawe damu ya Yesu. Haya maji ni damu ya Yesu. Sasa kwa imani unayatumia, yanabadilika kuwa damu ya Yesu kwa sababu umeyaombea kwa imani, yanakuwa damu ya Yesu. Sio lazima ukanunue maji ya Kilimanjaro au ya nini. Unatumia maji ya bomba, unayabadilisha yanakuwa damu ya Yesu. Unayatumia, ukishayaombea unatumia, unakunywa, ni damu ya Yesu. Inakata maroho. Wakati mwingine shetani anakupandia maroho ndani ya nafsi yako, ambayo yanakufanya wewe uwe na mwamko ambao si wa kawaida. Ukinywa damu ya Yesu inakata hizo kamba za kuzimu na mauti. Unachukua damu ya Yesu unanyunyiza, kama kwenye ofisi yako unanyunyiza damu ya Yesu ivunje kamba za kuzimu na mauti. Kama ni chumbani kwako unanyunyiza damu ya Yesu. Kama ni kwenye madhabahu unanyunyiza damu ya Yesu. Kwa imani kuna kitu kinachotokea. Sasa hivi kuna roho ya uwakala. Kuna roho ya uwakala ambayo inatenda kazi. Imetoka kuzimu. Hiyo roho inatumikisha watu wa Mungu. Watu wanatumikishwa bila kujua kwamba wameingiliwa. Sasa kwa kutumia tu neno la maarifa litakusaidia wewe kuweza kuondoa maroho ya kuzimu, kwa sababu kwa damu ya kunyunyiza, damu ya Yesu ya kunyunyiza inaondoa taka, inasafisha vazi lako la wokovu, inaondoa uchungu kwenye moyo, inaondoa magonjwa yaliyopandwa kichawi ndani ya mwili wako, inaondoa mikosi uliopandiwa ili ufukuzwe kazi. Damu ya Yesu. Kwa maana hili ni neno la maarifa. Mungu amenipa ufunuo wa neno hili, si kwa ajili ya kujiweka kuwa maarufu, ni kwa ajili ya kuponya na nafsi za watu, kwa sababu Mungu anasema tutumie karama